Karibu kwenye channel hii ya Nuhu Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Okay. Baada ya kuangalia kwenye voice iliyopita kuhusiana na kundi la crypto ambalo tunaliita governance cryptos au governance token, kwenye voice hii naomba tuangalie kundi moja na nimetenganisha kwa makusudi ili kidogo uweze kunielewa vizuri na niwe na wigo mpana kuelezea kundi hili ambalo nataka kuelezea hapa. Kundi la cryptocurrency ambalo tunakwenda kulizungumzia hapa linaitwa stable coins au stable cryptocurrency. Sasa stable cryptocurrency hizi ni cryptocurrency ambazo zenyewe thamani yake imekuwa pegged na either fiat currency kama dola au zimekuwa pegged zinatokana na commodity fulani kama gold au zinatokana na cryptocurrencies nyingine na au zinatokana na nini na algorithm fulani. Utakuja kunielewa huko mbele kwa sababu tutakapofika kwenye somo fulani linaloitwa swapping, tutazungumzia aina au makundi ya hizi stable coins, kwa sababu stable coin ina aina zake ambapo ndio kuna fiat currency pegged, commodity pegged, algorithm pegged pamoja na crypto pegged stable coin. Sasa stable coin zenyewe ni coin ambazo hazipandi thamani wala hazishuki thamani. Thamani yake inakuwa inabaki ile na mara nyingi thamani yake inakuwa ni dola moja, haipandi wala haishuki. Hizi stable coin, ili kundi la stable coin sio kundi ambalo hawezi kunufaika na hizi stable coin kwa kuhold hizi stable coin, huwa hatuzihold. Umeona? Kwa hiyo hili ni kundi ambalo tofauti na makundi mengine, ili yenyewe kazi yake ni kumaintain ile stable value, ni kumaintain value. Kwa mfano tunajua hizi cryptocurrencies zina tabia kupanda thamani na kushuka thamani. Unaweza kukuta crypto fulani leo ina thamani ya dola 2, kesho unakuta ina thamani ya dola 3, kesho kuna thamani ya dola 0, kesho kuna ina thamani labda dola 10, kesho hiyo ina thamani ya dola 2. Kwa inategemea na mwenendo wa soko. Kwa soko la cryptocurrency huwa linapanda na kushuka, lakini hizi stable coin hazipandi wala hazishuki. Pindi ambapo soko linakuwa linapanda thamani, hizi zenyewe zinabaki na ile thamani ya dola moja. Pindi linapokuwa linashuka thamani pia linabaki na thamani ile ya dola moja, na hata linapokuwa linashuka tunasema inakuwa inashuka kwa kiwango kidogo sana, afu baada ya muda pia unakuta pia imerudi kwenye ile dola moja, na hata inapokuwa tena imeshuka unakuta labda ilikuwa na dola moja imeshuka labda dola 0.99, hapo inakuwa bado hata haina effect kwa fandi zako. Sasa hizi stable coin ni muhimu na ndizo zina faida sana kuliko hizi nyingine. Faida yake haipo katika kuhold. Ipo hivi: unapokuwa umehold coin zako, labda umechukua dola 100 umewekeza kwenye coin yoyote ile kwa ajili ya kumehold kwa ajili ya faida, baadaye ukaja ukapata faida, labda zile dola 100 zako coin ile hold imepanda ikakupa faida, umepata labda coin ukapata faida ya dola labda kutoka kwenye zile dola zako 100 ukapata faida dola labda 2000. Umeona? Sasa kwa sababu zile crypto au hiyo crypto ambayo umehold crypto nyingine zinapanda na kushuka thamani, na maana ikishuka tena ikirudi pale, na maana hizo dola zako 2000 ambazo zimeongezeka baada ya kupanda na zenyewe zitashuka kwa asilimia ambayo hiyo coin itakuwa imeshuka. Sasa unapokuwa umepata faida unaiconvert, tunatumia hizi tunapokuwa tumehold coin fulani ikatupa faida, tunaziconvert hizo faida, tunazibadilisha, tunaziconvert ambapo tunataka kuswap pia. Tunaziconvert, tunazipeleka kwenye hizi, tunaibadilisha kuwa stable coin. Kwa kama nilikuwa na dola 2000 nikaibadilisha kuwa na stable coin, nikaiacha kuwa stable coin fulani, muda wote itakuwa hicho kiasi cha dola 2000, hakitapungua wala hakitaongezeka, kwa sababu hizi stable coin haziathiriwi na mwenendo wa soko, aidha kupanda au kushuka. Lakini ukiwa na dola moja, labda dola ya coin fulani labda Ethereum, labda ukiwa na dola 1000 ya Ethereum, utakuta kesho mara imekuwa dola 2000, utashangaa kesho kutwa imerudi tena dola 1000, au kesho kutwa imeshuka, hata ilikuwa na dola 1000 ukashangaa tena dola 200, 300 au dola hata 4, 5 kulingana na jinsi ambavyo itakuwa imeshuka. Lakini ukiwa na kiasi fulani umekiweka labda dola 100 kwenye stable coin fulani,
utaikuta hivyo hivyo muda wote, haitabadilika. Hata ukiacha miaka 5 utakuta hivyo hivyo. Kwa umuhimu wa hizi stablecoin ni kutunza thamani ya nini, ya kitu. Ni kama ni dola 100 ukiweka kwenye stablecoin utaikuta hivyo hivyo muda wote. Wakati soko likishuka, zenyewe cryptocurrency nyingine zitashuka, lakini hizi stablecoin zitashuka. Wakati cryptocurrency zikipanda thamani, nyingine zikipanda thamani, hizi stablecoin zenyewe zinabaki vile vile. Na hizi ndizo ambazo zinatumika ukiwa unataka kumuuzia, umepata faida, labda umehold crypto fulani ukapata faida, unataka kupata cash, lazima utamuuzia wakala hela zile crypto ili upate cash. Labda una dola 100 utamuuzia, lakini unapomuuzia haumuuzii zile crypto, lazima uziconvert kwanza kuzipeleka kwenye BUSD. Yeye utamuuzia BUSD, kwa sababu ukimsema muuzia labda crypto fulani, labda tuseme labda Shiba Inu ambayo sio stable, utakuta labda wewe umemuuzia kwa dola 10, wakati unamtumia inamfikia labda soko limeshuka, yeye anapokea dola 90. Kwa yeye atakutumia wakati soko linashuka, labda umemtumia dola 100, wakati soko anapopokea baada ya muda fulani soko linashuka, zinapungua zinakuja kuwa dola 90. Kwa hiyo atakulipa wewe kwa thamani ya dola 100 kwa sababu umemuuzia dola 100, lakini yeye atabaki na hasara. Kwa hiyo kwa sababu ya hivyo huwa wanapokea au unanunua unapopata coin zako labda Shiba Inu za dola 100, unaziconvert hizo dola 100 kuwa stable coin fulani ya stable coin. Kwa hiyo utakuwa na coin fulani kwa stable coin, labda BUSD ni mfano wa stable coin, au USDT ni mfano wa coin ambayo ni stable. Kwa hiyo utaziconvert hizo labda Shiba Inu za dola 100 utazigeuza kuwa USDT 100 au za dola 100. Hizo ukimtumia hizo USDT, ina maana atazipokea kama zilivyo, na hata kama soko litakuwa linashuka au linapanda hazitaathiriwa hivyo. Sio kama tunaelewana vizuri. Na hizi pia ukiwa unanunua cryptocurrency kwa wakala, labda unataka hold coin zako labda 20, hauwezi hata kuwa na kuuzia coin moja moja. Unanunua hizi cryptocurrency stable coin, labda unamtaji labda dola, una coin zako 10 na unataka kila coin hold coin za dola 10. Kwa jumla utahitajika kuwa na dola 100 ili kuhold dola zako 10. Kwa hiyo ni lazima badala ya kununua coin moja moja kwa wakala, kwa sababu hawauzi hivyo, kwa sababu ya ile volatility ya hizi coin, utanunua BUSD 100, then hizo BUSD ndio utakuwa unaziconvert, kwa sababu hizi faida ya stable coin kwanza zina maintain ile value, zina maintain ile value, yani unakuta zina maintain value ya S1 dola 1. Kwa hiyo unakuta ukiwa na stable coin ukinunua coin ukazitunza, ukiwa na dola zako ukazitunza, ukanunua stable coin au ukazitunza kwenye hizi stable coin, ina maana kitakuwa kile kiasi, labda una dola 100 za BUSD, una BUSD za dola 100 au BUSD 100. Miaka yote ukiziacha hata miaka 2 utazikuta ziko vile vile, hazitapungua wala hazitaongezeka. Kwa hiyo faida ya hizi BUSD ni kwa hizi stable coin zinakuwa ni kimbilio, yani sawa na wewe unatembea wakati unatembea mvua ikanyesha au jua likawa kali sana, kwa vyote vile utatafuta sehemu ambayo ni afadhali, sehemu yenye kivuli ili kujiegesha. Kwa hata kwenye cryptocurrency, kwa sababu kuna soko la cryptocurrency linapanda thamani na linashuka thamani, unaweza kununua cryptocurrency yako leo ikapanda sana thamani, kwa sababu muda wote inaweza ikashuka thamani, unachukua ile faida yako umeipata unaiconvert kwa stable coin. Ukishaweka kule inakuwa sehemu salama, hata kama zikishuka thamani coin nyingine au cryptocurrency nyingine kule zitabaki vile vile. Kwa stable coin faida yake ina maintain value ina maintain value ya coin zako ulizoziweka, yani zinakuwa vile vile, hazipandi wala haziongezeki wala zishuki. Lakini pia ukiwa na stable coin unaweza kuiconvert kuwa coin yote ile unayoitaka, labda ukiwa na stable coin labda BUSD ni moja kati ya stable coin au USDT ni moja kati ya stable coin. Ukiwa na BUSD za dola 100 unaweza kaamua labda nichukue hizi BUSD za dola 100, nichukue dola 10 niziconvert kuwa coin fulani ya Shiba Inu ni hold na kadhalika. Kwa zina faida hiyo. Kwa hizi ni stable coin huwa hatuhold. Sasa mtu ambaye ana maarifa anaweza tu, kwa sababu amekalili coin kutunza ni kuna na thamani fulani na kuja kuuza, unaweza kujikuta na hold coin za stable coin ambazo hazipandi thamani wala hazishuki. Kwa pale sasa tu ametunza mtaji wake, unakuta anachukua dola 100 anaweka kwenye stable coin fulani, anakuja kuangalia coin nyingine zinafanya vizuri, akiangalia ile pale anakuta iko vile ile dola 100 haiongezeki.
wala haipungui kwa sababu ni stable coin. Kwa hiyo unatakiwa ujue hizi coin za namna hii. Kuna aina kune za hizi stable coin kwa sababu zenyewe thamani yake ni zile coin ambazo thamani yake zimekuwa pegged au zinatokana au zimeunganishwa na asset fulani. Inaweza kuwa kwa mfano kuna stable coin ambazo thamani yake inatokana na zimekuwa pegged na fiat currency dola. Kwa price yake imekuwa backed to dollar. Kwa mfano hizi BSD, USDT, ndio maana ukiona BSD moja ni sawa na mtu mwenye dola moja. Dola ikishuka thamani na wewe hizi BSD zako utauza BSD hazitashuka thamani kwa sababu ni crypto ambazo hazishuki thamani, lakini ukiwa unaziuza kama kuziuza kwa sababu zina thamani ya dola, kwa mfano labda dola moja ni 2300, ukiwa na stable coin ya BSD ina maana utaiuza kwa 2300, si ndio? Lakini labda dola imeshuka thamani ni 2200, wewe utakapokuwa unaziuza zile BSD zako utaziuza kwa 2200. Lakini sio kwamba dola ikishuka thamani kwa sababu hiyo coin hiyo BSD hiyo stable coin imekuwa pegged to dollar eti na kule zitapungua. Kitakachoshuka thamani ni dola huku nje kwenye soko la nje, lakini zile crypto zako kama zilikuwa ni 1000 ni dola 1000 zitabaki vile vile, ila utakapotaka kuziuza kwa wakala utaziuza kwa sababu zina thamani zimekuwa pegged to dollar, utaziuza kwa thamani ya dola kwa wakati huo. Kama dola ni 2300 utaziuza kwa 2300. Kama dola ikiwa ni 2400 utaziuza kwa 2400. Lakini zenyewe hazipungui idadi wala haziongezeki idadi unapokuwa umezimiliki kama cryptocurrency nyingine. Kwa hizi crypto sio sahihi kwa kuhold, ila ni crypto sahihi kwa kutunzia faida zako, na ndizo ambazo ukipata faida ya crypto ambayo utakuwa umehold ambayo inapanda na kushuka, ukipata faida unaziconvert na unaziuza kwa wakala. Huwezi kumuuzia wakala crypto ambayo inapanda na kushuka. Lazima uiconvert hiyo faida ambayo umepata kwenye crypto ambayo umehold uipeleke kwenye stable coin, then umuuzie wakala kama stable coin, kwa sababu atazipokea kama zilivyo na yeye atazitunza kule kama zilivyo, hazitashuka wala hazitapungua kwa sababu ziko stable. Tutakapofika kule mbele tutaangalia aina kuu za stable coin na utanielewa zaidi. Asanteni sana.